Mkaguzi wa mifugo katika upande wa afya kutoka machinjio ya kisasa ya Vingunguti jijini Dar es Salaam ametoa wito kwa jamii na kwa wananchi kwa ujumla kufuata utaratibu unaokidhi vigezo kuelekea sikukuu ya kuchinja maarufu kama Eid al-Adha itakayoadhimishwa tarehe 7 Jumamosi hii. Wito huo ameutoa jijini Dar es Salaam wakati wa mahojiano maalum na kuongeza kuwa kuchinja bila kufuata kanuni ni kinyume cha sheria za nchi. Tunawashauri sana ndugu zetu walete mifugo katika machinjio ili tuweze kuchinjiwa hapa na ikaguliwe katika utaalamu. Unavyochinjia kwa nyumbani ni riski, huwezi kujua mifugo wana nini na kile ni chakula ambacho wanakula binadamu. Ni sheria pia vile hairuhusu kuchinja nyumbani. Tafadhalini sana wapendwa ndugu zanguni, leteni mifugo katika machinjio. Kuna wataalamu wa kutosha na wamejipanga vizuri tu kwa hudumia. Unapochinja nyumbani ni kosa la kisheria ambalo unatakiwa uchukuliwe hatua. Tafadhali sana leteni ng'ombe na mbuzi na kila kitu ambacho kinachinjwa machinjoni tuweze kuwasaidia na kuwahudumia. Aidha, kwa upande wake Dr. James Kawamala, daktari wa mifugo na meneja wa machinjio ya kisasa ya Vingunguti, ametilia mkazo kwa wananchi kufuata taratibu za uchinjaji. Wito niseme cha muhimu, kama una mpango wa kuchinja kwa ajili ya sadaka, tuzingatie taratibu za uchinjaji. Na yeyote yule ambaye anataka kuchinja, usichinje nyumbani kwako bila kuwa na kibali maalum. Kama inabidi lazima uchinjie nyumbani au labda uchinjie msikitini au uchinjie kwenye godown sehemu fulani, fuata utaratibu, njomba kibali. Sisi tuko flexible, tunajua mazingira. Kwa hiyo fuata utaratibu, sisi tutakupatia mtaalamu ambaye atakagua zile nyama, kwa sababu pamoja na kuwa ni za sadaka lazima zikaguliwe zionekane zina ubora kwa kuliwa na binadamu. Baadhi ya wauzaji na wanunuzi walikuwa na maoni tofauti kuhusu bei ya mbuzi na utaratibu wa kuchinja. Hali ya biashara sio mbaya sana wala sio ngumu sana. Bado siku bado, ila na bei zenyewe zipo juu. Mbuzi zimekuwa zinakuja chache na bei zipo juu. Dodoma, Singida, Kondoa, Igunga. Wananchi naomba wajipange kutokana na sasa hivi mbuzi zipo juu sana. Mbuzi ya wastani kuanzia 150,000, 160,000 kuendelea. Naitwa Mustafa Daudi. Ni mteja wa mbuzi, nimekuja kununua kwa sababu kama Mwenyezi Mungu alivyotuamrisha katika kipindi hichi hasa cha Idi ya kuchinja, kila Muislamu mwenye uwezo achinje. Kwa maana nawaomba waumini wenzangu na Waislamu wenzangu waje kuchukua fursa hii. Haya, shukrani. Mimi naitwa Ramadhani Ali Shabani au maarufu naitwa Zungu au mwenyekiti wa uza mbuzi hapa. Sasa hivi kidogo biashara mbuzi kidogo zipo juu sana, sio kama zamani. Sasa hivi mbuzi ndogo nanunua 150, 170 mpaka 250 mbuzi hivi hapo. Na kila mbuzi usifanye kwa kukomoa biashara, kuna 150, 170, 180 mpaka 250 zipo. Lisungu David Kambona, Diplomatic Media, Dar es Salaam.